Karibu sana rafiki yangu, jirani yangu ambaye umekuwa pamoja nami katika simulizi aina mbalimbali ambazo nimekuwa nikileta kwako ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Lakini leo tunayo simulizi mpya ambayo inaenda kwa jina la Maisha ni Fumbo. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Isabela. Lakini katikati ya simulizi hii tunao watu wanne. Wa kwanza ndo huyo anaitwa Isabela, wa pili anaitwa Andrea, wa tatu anaitwa Isaac, na wa nne anaitwa Adelina. Isabela anasema, mimi ni mkazi wa Dodoma. Nimezaliwa Dodoma, nimekulia Dodoma, na shule nimesoma, nimeitimia Dodoma. Tusonge mbele. Isabela anasema, nakumbuka kipindi niko darasa la 7. Nilisoma na kijana anaitwa Andrea. Lakini tulivyosoma pamoja, tukafanya mtihani darasa la 7 tukamaliza. Tulivyohitimu darasa la 7, tukarudi nyumbani kila mmoja kusubiri majibu. Yale majibu yalivyotoka, yakatoka Andrea amefeli mtihani, ila mimi nimefaulu. Vivyo hivyo wazazi wangu wakafanya jitihada za hapa na pale ili niweze kuendelea na masomo, kujiunga na kidato cha kwanza. Nikajiunga na kidato cha kwanza, nikasoma, nikahitimu tena form 4, nikajiunga tena na form 5. Nilivyojiunga tena nikaendelea form 5 mpaka nikafaulu hadi chuo. Nilivyomaliza nikaajiliwa. Katika kuajiliwa nikaanza maisha ya hapa na pale. Nilipoanza maisha ya hapa na pale ndipo nikarudi tena mkoani, nikawaulizia marafiki zangu, hatimaye nikamuulizia Andrea. Nikaambiwa Andrea sasa hivi anakaa jijini Mwanza. Jijini Mwanza hatujui alikokwenda, ameenda kufanya kazi gani, kwa sababu alitoroka nyumbani, na wakati anatoroka nyumbani aliwacha wazazi wake wakiwa wanaumwa vibaya mno, na cha kustaajabu aliwaibia mpaka fedha ya nauli. Hivyo ni kwamba wakati anaondoka hakuaga kabisa. Isabela anasema, pale nikapiga mahesabu, huyu kijana nampataje? Kwa sababu kipindi nasoma naye nilishawahi kumpenda, ila japo sikuwahi kumwambia kwamba nampenda. Lakini mimi sijui itafanyaje ili niweze kukutana na huyu kijana. Nikaema kidogo, nikajiuliza nitafanyaje? Hivi kwa nini kitu ninachokipenda kikai kwenye maisha yangu? Nilimpenda wa kwanza akanikimbia, nikampenda wa pili akanikimbia, alafu na huyu naye amenikimbia. Kwa nini? Isabela anasema, ikabidi nitoke zangu Dodoma, nirudi zangu kazini Morogoro. Niliporudi Morogoro nikaendelea na kazi zangu za hapa na pale. Lakini kama Mungu yani, nikaambiwa, Isabela, yes boss, jiandae, unamia Mwanza sasa. Unapaswa kwenda kufanyia kazi Mwanza kwenye ile ofisi yetu ambaye alikuwa ni mkubwa aliyekuwa na control mashine za pale. Ameacha kazi kwa kudai yeye hapati uhuru wa kupumzika. Pale simu nikahisi kama vile naota. Nikamsikiliza kwa makini. Nikaangalia ile namba mara 2. Hivi ndo bosi kweli? Hivi ndo meneja kweli? Yaani mimi mawazo yangu hayakuwa kwenye kuhamishiwa Mwanza, ila mawazo yangu yalikuwa ni kusema kwamba leo sasa naenda kukutana na Andrea katika kazi zangu za hapa na pale.
alafu nisijue kwamba kumbe Andrea yuko na maisha yake, na sijui kama kuna siku nitakuja kukutana naye. Karibu sana katika episodi yetu ya pili, tukaende kuangalia kwamba je, aliweza kuhamia Mwanza kweli au alikuwa anaota, na kama alihamia Mwanza alikutana na Andrea au ilikuwaje? Karibu sana ndugu yangu. Usisahau kulike na kucomment na kushare na kusubscribe na kuambatana pamoja nami